Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema kwamba ikiwa hatatunukiwa tuzo ya Nobel itakuwa ni tusi kubwa kwake, lakini pia hata kwa Marekani. Rais huyo amedai anastahili tuzo hiyo kwa sababu alimaliza vita 8. Trump amependekeza kuwa kumnyima tuzo ya amani ya Nobel itakuwa ni dharau kwa taifa lake la Marekani. Akizungumza na viongozi wa jeshi huko Quantico, Virginia mnamo siku ya Jumanne, Trump alisema mara kwa mara amekuwa akipuuzwa kwa tuzo hiyo, ingawa anaamini kuwa rekodi yake inafaa. Rais alidokeza mpango wake wa hivi punde wa amani wa Mashariki ya Kati, akidai ulikuwa ni mzozo wa 8 ambao amesaidia kutatua kwa muda wa miezi mingi. Tutakuwa na wa 8 katika miezi 8, anasema rais huyo wa Marekani. Trump alitania kwamba tuzo hiyo inaweza kuishi kwa mwandishi badala yake, akisisitiza kuwa hataki kutambuliwa kibinafsi. Itakuwa tusi kubwa kwa nchi yetu. Nitawaambia hilo, sitaki, nataka nchi ipate, anasema rais wa Marekani. Rais wa Marekani Bwana Trump amedai kuwa alimaliza migogoro kati ya Cambodia na Thailand, Kosovo na Serbia, lakini Kongo na Rwanda, Israel na Iran, Misri na Ethiopia, Armenia na Azerbaijan, lakini pia kati ya Pakistan na India, na hivyo anastahili kupewa tuzo ya Nobel, ambapo pia anasema ikiwa hataipata tuzo hiyo litakuwa ni tusi kubwa na dharau kubwa kwa taifa kubwa kama Marekani. Msukumo wa Trump wa tuzo ya Nobel ulipata uungwaji mkono kutoka kwa viongozi wa Israel na Cambodia mapema mwaka huu. Pakistan pia ilimteua Trump kwa tuzo hiyo, ikimsifu kwa kueneza mzozo wake na India. Wakati New Delhi imekanusha madai ya ushiriki wa nje katika udalali wa mvutano kati ya Kosovo na Serbia uliongezeka mapema mwaka huu, lakini haukuweza kugatuliwa katika mzozo wa wazi. Wakati msuguano kati ya Misri na Ethiopia kuhusu bwawa la kuzalisha umeme kwenye mto Nile pia haukuongezeka hadi kuwa vita. Majaribio ya Trump kusuluhisha mzozo wa Ukraine na kufikia usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas pia yameonekana kutofaulu hadi wakati huu. Mtazamaji, hayo ndio ambayo Bwana Trump anayaeleza. Anasema ikiwa hatapewa tuzo ya Nobel litakuwa ni tusi kubwa kwake na kwa nchi yake ya Marekani, lakini pia wachambuzi wa mambo wanasema upatikanaji wa tuzo hiyo unalingana na namna ambavyo juhudi binafsi za kiongozi ama mtu wa kawaida anazifanya katika jambo fulani. Sasa rais wa Marekani anaona amefanya juhudi kubwa katika kumaliza mizozo, lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba licha ya kupambania juu ya kumaliza mizozo hiyo, rais wa Marekani Donald Trump ni miongoni pia mwa viongozi walioanzisha mizozo, wakizungumzia hasa mzozo kati ya Iran pamoja na Israel, na hivyo wengi wakidhani kwamba pengine mizozo hii ameianzisha ili aitatue ili apate tuzo hiyo ya Nobel, wanasema wachambuzi wa mambo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.